Jambo mara tena, wacha niwakaribishe kuweza kufuata habari zetu, na tuanzie ndani ya mji wa Baraka na habari semazo kwamba madawa ya kuwaua wadudu wa kuumana kama vile kunguni ama kisanya kwa lugha nyingine na wadudu wengine wa nyumbani huenda yakasababisha madhara kwa wakaaji wa mji wa Baraka kutokana na matumizi mabaya ya dawa. Raia wengi wa mji huo wanazingatia hawazingatie masharti ya matumizi ya dawa hizo. Mwenzetu Espoir Mukubure Stewart Muhamba alituandalia ripoti ifuatayo. Akizungumza na Radio Ngoma ya Amani, Bwana Sedar Salumu Abandelwa, mtaalamu wa entomolojia au mtaalamu wa vidudu vya kuuma, Alhamisi hii ya tariki 30 Oktoba mwaka 2025, amesema kuwa na woga mkubwa kulingana na jinsi wakaaji wa mji wa Baraka wanaonunua dawa ili kutokomeza visanya pasipo kutambua madhara ya dawa hiyo, huku wakipuliza bila kujali vyombo vya ndani pamoja na viumbe hai wengine. Sedar Salumu Abandelwa: produit chimique haikwake inapuliziwa pembeni ya mai na chakula yenye ifunikiwa. Avya kupuliza hiyo mshambre, uhakikishe kama ulitoa vitu yote yenye banaweza tia kino na masani yote unatoa injection napuliza. Produit chimique haikwake inapuliziwa a côté des espèces de vie. Ni makazi zingine tulipatia mtu aende puliza dawa, kisha jua torotoro anaenda puliza na pale kwenye kuku iko na lalie. Kwa wenyewe waliua nguruwe, kwa wenyewe waliua mbuzi, kwa wenyewe waliua makoku zabo, zile ma produit chimique usipulize a côté des espèces de vie. Ou arranger itoke kuku kama iko na lalie, beba basi funikia mayai kisha upulize pale. Licha ya kisanya kutokusababisha magonjwa yoyote ndani ya mwili wa mwanadamu kama wanavyosema wataalamu wa kiafya, ila madhara yake makubwa ni kumfanya mwanadamu kutokupata usingizi usiku mzima. Bwana Medar Salumu ametoa wito kwa raia wote mjini humo kujielekeza kwenye maduka ili kununua dawa na kupewa mafasirio zaidi, na sio kununua dawa ya kutokomeza visanya barabarani ambayo inaweza kuleta madhara makubwa nyumbani. Vita ya mzuri ya kisanya ni kuutilize produit chimique. Mai ya omo nini ya kivunda hapana. Omo ni desinfectant wa kisanya. Conseil yangu wasikilizaji naweza sema kama erreur ya kwanza ifo tunaevite honte. Donc haya presence ya kisanya mnyumba isinifike uko mchafu hapana. Ulaya biko Dubai ni parmi ma ville za kiana mdunia na visanya viko. Declare ki niko na visanya. Ukisha declare njoo unaweza wezekana pate mafaso faso gisi ya kuweza lite c'est-à-dire présence ya kisanya mnyumba signifie mauvaise condition ya hygiène. Mais mauvaise condition ya hygiène ni kukosa kuitraite. Traite ingine rera éviter ni il faut éviter un traitement inapproprié. Mtu anaweza kuya hivyo na kuuza dawa kisanya unamuonesha pana. Hizo nasema vile il faut uze dawa 3, hizo na chambre 3, mshambre moja utie dawa moja. Ila sasa hapa nipatie kwa ile moja tu niangalie kisi vitatu. Un traitement inapproprié haiko mzuri. Démarche anti-pinesse de lit kwake ya brisque na usisikie haya uya kwenye professionnel yiko akusaidie. Tuko na mauti, tuko na madawa, dossier yote ya kisanya yenye nasumbua watu bakwetu basaidie. Espoir Mukubure Muhamba. Sebele ndani ya sekta ya Nganja tarafani Fizi, na habari semazo kwamba shirika la raia kijijini Sebele yaomba vitengo husika na usalama eneo hilo na kando mwake kubadili hatua walioichukua ya kuanzia doria kuanzia mida saa 3 usiku. Mwenzetu Lungangi Lusambia na ripoti kamili. Kauli hii imetolewa baada ya kuona raia wanatoa malalamiko yao kila kukicha kwenye ofisi za wakuu viongozi wa mashirika ya kirahia eneo hilo la Sebele, huku wakisema kuwa wanaishi kama wageni japokuwa nchini yao na wana uhuru wa kutembea saa zote na mahali popote. Enyambwe Asa ni mmoja kati ya wakuu viongozi wa mashirika ya kirahia eneo hilo. Hapa anaeleza. Usalama iko sawa kabisa, lakini sisi kama shirika la kiraia wala wakaaji ndani ya kijiji cha Sebele tunaona kuna tatizo tu ndogo tu kuhusu saa ambazo biko wanafanya patri. Sababu ndani ya kijiji cha Sebele tuna jeshi 3, tuna kundi ya jeshi 3, tuna FABB, Bishake Bishambuke, tuna FDCC ya Lieutenant Kakobanya, pia tuna na SNPCC ya mzee William Amuri ya Kutumba. Kufuatana na usalama ndani ya kijiji, tunashukuru kabisa hivyo vikundi vitatu gisi
tutilia usalama ndani ya kijiji chetu cha Sebele, ijapokuwa zile saa ambazo wako wanafanya patrui, zile saa 3 ambazo walisemaka eti ndo mwisho wa kutembea. Ile kitu kabisa tupashia sisi wakaji wa Sebele kabisa kurudisha ndani kijiji chetu nyuma, kufuatana na maaktivite, yani zile kazi ambazo zilikuwa zikifanyika ndani ya kijiji cha Sebele hadi saa 4 za usiku. Lakini wakati walipotia amri eti yanzi ishia saa 3, tunaona kijiji kinaenda na rudia kabisa nyuma. Tunaomba wale walinda usalama, wakati wanaona mtu ndani ya saa hizo, na tunaleta pendekezo letu kabisa sisi kama raia, wakuwe wanafikisha hata saa 4. Zile saa 4 activite kabisa ziwe zikifika kabisa kumwisho, ili nao waanze fanya sasa patrouillage. Ujumbe ambao tunaambia raia Sebele ni kwamba kila mtu ni mwenye kulinda usalama, na kila mtu afatililie kwenye kuwa adui, ni heri kufikisha kwenye vyombo vya sheria na kwenye kuwa wale husika na usalama. Ijulishe kuwa kijiji cha Sebele kinapatikana ndani ya sekta ya Nganja mkoani Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Longangilu Sambia. Sekta hiyo ya Nganja na habari semazo kwamba kule Misisi, baada ya mvutano kati ya makundi mawili ya kizalendo ikiwemo ile ya CNPSC ya kikamanda Amuri William ya Kutumba na ile ya FABB ya kikamanda Ngoma Nzito, hatimaye hali ya usalama yashuhudiwa kuwa tulivu ndani ya kijiji hicho cha Misisi. Amethibitisha hayo ndugu Balange bin Ombe Heritier, msemaji wa shirika la raia eneo hilo, wakati wa mahojiano na mwandishi wetu Longangelo Sambia Exose. Misisi baada ya tariki 24 za mwezi wa Oktoba mwaka 2025 kulikuwa mamilio ya masasi ambayo ilitukia kati ya FABB na CCC, lakini kwa leo sasa fasi mwingine yote imekuwa shwari kabisa, amani imetukia baada ya meeting ambayo ilifanyika na delegation ambayo ilitoka kwenye uongozi wa CNPSC wakishirikiana na FABB na grupe zote ambazo zinashikilia silaha mu territory ya Fizi zilikuwa hapa Misisi na mpaka sasa. Ndio, kwenye mitingi hiyo nini kilichoongelewa zaidi? Kwenye mitingi ambacho kiliongelewa zaidi sana naye porte parole wa CNPSC ndugu Baobola Dato, ambaye alikuwa pia wa delege na yeye ndio chef wa delege, ambaye alisema kunyamanzisha kabisa kila hewa zote za vita ya ukabila na kila hewa ambazo zinaweza leta mambo ya ukabila. Ni uongozi serikali ya juu ambayo ilisema vizuizi vyote mabarabara itoke, na wakati walisema ile vizuizi itoke, wao vile kama vile wazalendo ambao wana shirikiana na serikali ya Kongo waliheshimu amri ambayo baba wa taifa aliwaambia waitumike kazi, maana wao ni wa simple executor wa ile ordre ambayo ilitoka kwenye makao makuu, na mpaka sasa wanaendelea kuvunja zile bariere, na bariere zimevunjiwa na waraia wabakie na amani, na hakuna vita ya ukabila ambayo inaweza semekana kati ya Wabembe na Wafuleru aidha na kabila zingine, ila tu tunajua tunaye adui mmoja ambaye ni M23 na wale wake AC23 Ndio, wewe kama vile mkuu kiongozi wa shirika ya kirahia hapo jijini Misisi, tuambie ni watu wangapi ambao wamefariki kwa vuta ni kuvute hiyo ambayo ilipitikana hapo Misisi? Ndio, kwa watu ambao walifariki kwa vuta ni kuvute, kwa watu ambao walifariki kwa hii maafa, sisi kama zile shirika za kirahia tunaweza kuambia kama tuliona maiti moja ya kijana ambaye aliuawa pale jana, sasa ndiye ambaye tulimuona maiti. Lakini kuhusu wanajeshi, wanajeshi kwa wanajeshi kwenye shamba la vita, hatuna udhibitisho kabisa wa hesabu ya watu ambao walikufa kwa upande zote mbili.
na tarafa jirani, tukianzia kule Uvira na habari zisemazo kwamba kutokana na misukusuku ya kisiasa inayokumba jimbo la Kivu Kusini na gavana wake Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, hatimaye diaspora ya vijana wa Lulenge tarafani Fizi yasema mashambulizi dhidi ya gavana huyo hayatafua dafu. Wamesema hayo kupitia ripoti waliomwandikia rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mheshimiwa Antoine Felix Tshisekedi. Mwenzetu Espoir Mukubure Stewart Muhamba alifuatilia habari hizi kwa undani na hapa ni ripoti aliyotuandalia. Katika barua hiyo kwa rais wa bunge la mkoa wa Kivu ya Kusini, vijana wa Lulenge wamelalamikia na kutoa tahadhari kuhusu njama za kisiasa zinazofanywa na baadhi ya wabunge dhidi ya serikali ya mkoa. Vijana hao wamesema, hapa na wanukuu: tangu mwanzo mwa mgogoro wa usalama unaotikisa mkoa wetu na kusababisha hofu na umaskini kwa raia, ni jambo la kusikitisha kuona kuwa baadhi ya wabunge wa mkoa wamebaki kimya na hawajachukuliwa hatua yoyote. Hakuna pendekezo la maana, hakuna tamko la kizalendo wala juhudi ya kuwasilisha maombi ya msaada ili kusaidia kutatua hali hiyo mbaya, wameandika vijana hao. Vijana wa Lulenge wamewakumbusha wabunge wa mkoa wa Kivu ya Kusini kwamba jukumu lao kuu ni kutoa suluhisho na mikakati ya wazi kupitia bunge la mkoa ili kuondokana na mgogoro wa usalama na sio kutumiwa kama chombo cha kisiasa na maadui wa amani. Wamehitimisha kwa kusema, tabia yoyote ya kuleta mgawanyiko katika kipindi hiki kigumu ni usaliti kwa wananchi. Tunatoa wito wa dharura kwa vijana wote wa mkoa wa Kivu ya Kusini, diaspora ya Lulenge na wazalendo wote kusimamia pamoja, kwa sababu hali ni ya hatari. Hatutaruhusu juhudi zinazofanywa na gavana katika mazingira magumu hivi kufuatwa na hila za kisiasa zenye nia mbaya. Kila jaribio la kumtikisa litashindwa, yasema barua hiyo iliyosainiwa na mratibu wa vijana wa Lulenge Aimable Baoba Mauno aliomba kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, ambaye ni mlinzi wa taifa pamoja na naibu waziri mkuu wa mambo ya ndani na masuala ya jadi, kuhakikisha ulinzi kwa kiongozi wa mkoa ambaye kwa mujibu wa barua hiyo analengwa na njama za kisiasa inayoendeshwa na maadui walioko wakitumia baadhi ya wabunge kama kisingizio. Espoir Mukubure Muhamba salie daima huko Uvira na habari zisemazo kwamba hali iliyopo kwenye daraja la Kabimba eneo la Luanga tarafani Uvira airidhishi watumiaji. Shirika la kiraia Sosiko RDC kupitia mratibu wake Kelve Bwija limesema kutokuridhishwa na hali hiyo, maana inaleta majanga mengi kwa raia. Akizungumza na redio yako, Kelve Bwija ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwajia haraka na misaada ili kuboresha daraja hilo. Huyo hapa tumsikilize Kelve Bwija. Ile kilalo Kabimba ambayo inapatikana pale mgrupema Kalungu sheferia Bavira territoire ya Uvira ilikuwa na permettre development ya ile entité, na ina permettre tena ile circulation ile baizaje watu kutoka Uvira kwenda Fizi, kutoka Fizi kuja Uvira. Na ndio maana tuko tunaomba tena wakuu viongozi wajikaze sana, waangalie si wanaweza répondre kuma certaines préoccupations za population. Mwaka jana na mwaka juzi wakati kumekuwa inondation, mvua zimekuwa mingi sana, wananchi fulani wameweza kupoteza maisha, wakapoteza hata vitu vya samani vya nyumba. Tutamatisha habari zetu na habari za kitaifa zisemazo kwamba kongamano kuhusu amani katika nchi za maziwa makuu linafanyika Alhamisi hii jijini Paris nchini Ufaransa, ambako wadau mbalimbali wameshiriki na kutoa mchango wa kifedha kupambana na hali mbaya ya kibinadamu hasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ulifahamu hili mengi zaidi na mwenzetu Espoir Mukubure Stewart Muhamba. Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesambaa hadi katika nchi jirani za Burundi, Rwanda na Uganda, ambazo zimeendelea kuwapokea maelfu ya wakimbizi.
Wakati kongamano hilo likifanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pekee, kuna wakimbizi wa ndani zaidi ya milioni 7, wakiwemo wengine 500,000 ambao wamekimbilia nchini Uganda na wengine nchini Rwanda na Burundi. Rais Felix Tshisekedi ni miongoni mwa viongozi kutoka eneo la Maziwa Makuu anayehudhuria kongamano hilo, lakini viongozi wa nchi jirani kama vile Rwanda, Burundi na Uganda, ripoti zinasema kwamba hawatakuwepo. Msuluhishi wa mzozo wa DRC kutoka Umoja wa Afrika, Rais wa Togo Faure Nyasibe, na mwakilishi wa Qatar ambayo pia ni mpatanishi wa mzozo unaoendelea atahudhuria kongamano hilo. Mbali na kutafuta msaada wa fedha, watakaohudhuria kongamano hilo wanatarajia kusisitiza uungwaji mkono wa mikataba wa Doha na Washington DC kusaidia kuleta amani ya kudumu kwenye ukanda huo wa Maziwa Makuu. Espoir Mukubure Muhamba,